Najifunza jambo moja ambalo kila mtu anatakikana awe makini sana hili jambo, kwa sababu naliona watu wengi wenye nia wanakata tamaa. Watu wengi waliokoka wanarudi nyuma kiimani kwa sababu ya jambo hili. Ukiamua kuokoka, ujue umeamua kutangaza vita na Mungu wa dunia hii. Maisha ya wokovu ni vita. Unavyookoka, ujue umetangaza vita, umeingia kwenye vita. Hata kama ulikuwa na kazi, hata kama ulikuwa na biashara, lakini unavyookoka, ujue umeingia kwenye vita. Sasa baada ya mtu kuokoka, adui waga anawahi sana eneo la mali, anawahi sana eneo la uchumi, kwa sababu anajua uchumi wako ukiachiliwa vizuri na usishambuliwe, utamtumikia Bwana kwa uhuru zaidi, kwa amani, pasinapo shida. Anawaige eneo la uchumi, na eneo la uchumi likiruhusiwa, manake hata watu wanaokuzunguka atajua Mungu linaye kweli ni Mungu wa baraka. Kwa watu wengi wanaookoka hufanya uzembe baada ya kuokoka. Mama, dada, kaka, ukiona umeokoka, ujue umetangaza vita na shetani. Lazima ushikilie sawasawa imani, usiyumbishwe, usirudishwe nyuma. Ukae kwenye msingi na kanuni za kimungu. Ukae kwenye utii usiokuwa kawaida wa uongozi wa Roho Mtakatifu. Ukae katika maombi, mpe Roho Mtakatifu nafasi ya kuomba ndani mwako, yeye mwenyewe akusaidie na akupiganie vita. Usijipiganie mwenyewe, ni vigumu kujipigania mwenyewe. Mwache Roho Mtakatifu akupiganie vita, akushindie vita. Mwache Roho Mtakatifu yeye mwenyewe afunue mambo ya siri usiyoyajua. Mwache Roho Mtakatifu akuongoze katika hatua kubwa zaidi. Umeokoka, unahitaji neema zaidi ya kuhitaji uongozi, neema zaidi ya utii wa ndani, neema zaidi ya unyenyekevu. Kwa msaada Roho Mtakatifu kapate kuweza kila jambo. Ninakuombea neema ya kuweza na kushinda kila inajaribu, ili ukapate kuishi katika kusudi ambalo Mungu amekuwekea. Lipo kusudi ambalo Mungu amekuwekea. Bwana akupe neema na zaidi upate kuishi na kulitimiza kusudi ambalo Mungu amekuwekea. Kwa sababu ikiwa mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Ikiwa ukikubali na kutii, maandiko yanasema kitabu cha Isaya, utakula mema ya nchi. Kubali na utii, ukapate kula mema ya nchi. Unaweza ukakubali lakini usitii. Kubali na ufanye kazi unachoambiwa kufanya, ili ukapate kula mema ya nchi. Bwana akubariki.